Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Namshukuru Allah kwa kutukutanisha leo katika kipindi kama hichi na katika neema zote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemeshea. Dada zangu, mama zangu, ndugu zangu na mwanamke yoyote katika Uislamu ama katika mahali popote kule anaweza kuwa, leo tutamshukuru Allah kwa sababu ametukutanisha mahali kama hapa, hata kama ni kwenye mtandao ama mahali popote pale utakuwa, kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kukutana kwetu sisi kwa ajili ya si kwa ajili ya dunia wala kwa ajili ya jambo lolote lile, bali ni kwa ajili ya kutafuta elimu yenye manufaa, kukumbushana mema, kuamrishana mema na kukatazana mabaya, na kuweza kuamrishana katika mambo yanayofaa zaidi kwetu sisi wanawake. Insha Allah, kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, tutakuwa sote katika njia hii ama katika msafari huu ili kuweza kuelimishana insha Allah biidhnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhawati, ndugu zangu na wamama wote katika Uislamu, mwanamke ana nafasi kubwa sana na jukumu muhimu sana katika jamii. Yeye ni binti, yeye ni mke, yeye ni mama, yeye ni mlezi na mwalimu wa kizazi. Kwa hiyo tunapojifunza dini yetu na kujirekebisha, tunajitegemea ama tunajaribu kuwa ni wanawake wema. Tunajaribu kadri ya uwezo wetu kufanya kila juhudi kuwa sisi ni wanawake wema ambao tunategemewa katika jamii. Kusema la kweli, mwanamke ni kiungo muhimu sana katika dunia hii tuliyopo leo. Hakuna mtu yoyote ana cheo ambaye hakupitia mikononi ya mama ama hakuletwa duniani hii kama isipokuwa ni baada ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mzazi wake wa kike ambaye ni mama. Kwa hiyo mama ana cheo kikubwa sana katika maisha ya mwanadamu, ama ana jukumu likubwa sana katika kila mwanadamu, awe ni president, awe ni mwalimu, awe ni pilot, awe ni mtu yoyote yule katika dunia hii ambayo tunaishi, amekuja kupitia kwa mama. Kwa hiyo mama ni kiwango kikubwa ama ni kiungo kikubwa katika jamii, na ndio hapa tunasema mama ni madrasa. Kwa hiyo mada yetu leo itakuwa mama ni madrasa ya kwanza katika maisha ya kila mmoja wetu. Kwa tushukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sote ambao tuko na neema ya kuwa tuko na mama karibu zetu, tuko na wazazi wetu ambao wako hai, wazazi wa kike. Hiyo ni neema kubwa sana. Hiyo ni neema ambayo uko nayo, wala usichezee wala usipoteze neema kama ile. Na nikiendelea kuexplain yani umuhimu wa mzazi wa kike kwa ambaye amempoteza mamake, amfanyie mamake maghfira, amuombee mamake dua, asimsahau mamake ama mzazi wake yoyote yule kwa dua. Kwa hiyo turudi katika mada yetu. Mama ni mlezi wa kwanza. Inamaanisha nini? Inamaanisha mama ndiye ambaye amekuleta wewe duniani. Kwa hiyo yeye ndiye amekushika tangu pale ukiwa mdogo, tangu kutoka matumboni, kabla hata ya kutoka ndani ya tumbo la mama. Kuna watu ambao wanasema chochote mama mjamzito anakisikiza, anakitafuna, anafanya, huenda kwa njia moja ama nyingine ikamwadhiri yule mtoto ambaye yuko kwenye tumbo. Kwa hiyo wewe kama ni mama,
na labda unafanya vitu ambavyo ama unakula kitu ambacho si cha afya kwa yule mtoto, utakuwa unamwadhiri. Na ndio hapo tunarudi pale pale, mama ni mlezi ukiwa tumboni na ukishatoka tumboni. Kuna mambo mengi sana mama yule anajichunga nayo ili aweze kulea ujauzito ule, ili aweze kukuleta wewe ama mimi duniani hii. Mama zetu walipitia mambo mazito sana, na ndio maana katika Uislamu mama ana cheo kikubwa ama ana nafasi kubwa sana katika maisha yetu sote. Kwa hiyo alhamdulillah rabbil alamin, baada ya kumshukuru Allah tumesema mwanamke ndiye mwenye utangulizi mkubwa katika maisha ya kila mmoja wetu. Na pointi yetu ya pili, mama ana athari kubwa sana katika malezi ya kizazi. Ukishazaliwa wewe kama mtoto, umekuja duniani, yule mama amekupatia mapokelezi mazuri hapa duniani, amekuonyesha mambo mazuri tangu ukiwa tumboni, hajakula kitu cha kukudhuru ukatoka mtoto una shida, amekulea, amekupeleka hospitalini, clinics, wamama wanajua kwenda kumwona daktari, kuangalia afya ya ujauzito, amekuleta wewe duniani ukiwa salama, alhamdulillah. Ametoka na wewe hospitalini, kuna mambo mengi yanatokea pale hospitalini, wamama wanajua, wazazi wetu wanajua, ambao wamepitia hali kama hiyo wanajua, ambao ni yako kule, ni mambo mazito. Hii yote inaonyesha uzito ama nafasi ama fadhila ya mama. Wewe mama kama huyu amekutoa hospitalini, amekuleta nyumbani, amekutanguliza na nini? Mambo yepi wewe utasoma kutoka kwa mama kama yule? Kwa hiyo watoto wetu wanasoma mambo mengi sana. Kila kitu unachokifanya mbele ya yule mtoto tangu utotoni anakisoma. Maanake mtoto kama yule akija duniani hana lolote anachokijua. Maskini hajui chochote. Hajui kuna lugha hii, hajui kuna peremende, hajui kuna chumvi, hajui kuna subiri. Ni wewe utakayemfundisha. Kwa hiyo hapo ndio tunasema mama ni madrasa, mama ni mwalimu, mama ni class. Kwa hiyo hii class ikiwa imepinda, yule mtoto pia anakuwa ni mwenye kupinda. Ile class ikiwa ina shida, yule mtoto pia anakuwa ni mwenye kuingia katika ile shida. Ile class ikiwa ni yenye haina matarajio mazuri ama matokeo mazuri, yule mtoto huenda akaingia katika mambo kama yale. Naam, na ni uwezekano mkubwa sana, kwa sababu mtoto anasoma kile ambacho mzazi wake anamuonyesha. Na kwa nini hatusemi baba? Baba anakuja namba 2, mfano namba 2, lakini mzazi wa kike ni namba 1, kwa sababu yeye ndio kuna yule mtoto kutoka asubuhi mpaka jioni. Yule mtoto anakuwa ni mwenye kushinda na mzazi wa kike kutoka asubuhi mpaka jioni, kumaanisha masaa mengi. Yule mzazi wa kike ndio anamlisha, ndio anamuosha, ndio anamfanyia kila kitu yule mtoto atakuwa anakihitaji. Kwa hivyo katika ule wakati wa kuketi na mama, yule mtoto atasoma mambo mengi sana. Kama ni mambo ya khair ni kutoka kwa mama, kama ni mambo ya shari itakuwa ni wewe mama. Na yule mtoto atakuja kukulaumu, atakuja kukushika wewe mashati kama mzazi wake wa kike. Atakwambia, mama, kama hungenifundisha hivi singekuwa hivi. Lakini ukiwa mzazi mzuri wa kike, ukiwa na malezi mazuri kwa watoto wako, wewe kama mzazi wa kike utakuwa ni mwenye kupatia athari kubwa watoto wako katika maisha yao, katika malezi yako kwa watoto wako. Wale watoto wataweza kuchukua mfano wako. Kila kitu ambacho unakifanya inakuwa ni nafasi ya wale watoto kusoma kutoka kwa mzazi wao wa kike. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kila mmoja wenu ni mchungaji na kila mmoja ataulizwa kuhusu alichokichunga. Mwanamke ni mchungaji katika nyumba ya mume wake na ataulizwa kuhusu alichokuwa akikichunga ndani ya ile nyumba. Kwa hiyo tumepewa amana, mimi na wengine ambao ni wazazi tuko na amana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala,
ametupa amana hii tuwe ni wachungaji kwa watoto wetu. Kwa hiyo mtoto kama huyu akiwa ni mwenye kuwa na dosari yoyote katika maisha yake, wewe ndio ulikuwa mchungaji wake, wewe ndio utakuwa mas'ul, wewe ndio kesho utakuja kuulizwa, mtoto wako hukumpeleka madrasa. Mama, kwa nini? Huwezi kuwa na nafasi ya kusema ni babake sijui ni nani. Wewe kama mama ni jukumu lako kuwa mchungaji wa yule mtoto. Baba anayo nafasi yake, ataulizwa pia yeye, lakini wewe utaulizwa kama mama. Kwa hiyo watoto wengi huiga tabia za mama zao. Mama akiwa mkweli, mtoto atakuwa mkweli. Mwenye takwa, mtoto atafata ile takwa ya mamake, na mwenye adabu, mtoto atakuwa ni mwenye kufata ama kuiga tabia ya mama yake. Kwa hiyo hapa ndio tunasema mama ni mfano mwema kwa watoto wake. Mfano upi? Kuna kisa cha mama yetu Maryam radhiallahu anha ama alaiha salam. Maryam ametajwa kwenye Qur'an. Imagine, subhanallah, Maryam ametajwa kwenye Qur'an sura nzima. Maryam ni mama yake Isa alaihi salam, na tunamjua sote, na kisa chake kiko kwenye Qur'an na kimesimulia pia katika suratul Maryam. Kwa hiyo Allah subhanahu anasema, Mola wangu, nimeweka nadhiri kwako, kilichomo tumboni mwangu kiweke kwa ibada yako. Yani katika suratul Imran, mamake Maryam alimlea binti yake katika utiifu kwa Allah. Yani sasa Maryam alilelewa katika utiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Maryam akawa miongoni mwa wanawake bora kabisa duniani, na Maryam akawa ni mwenye kumzaa nabii ambaye tunamjua Nabii Isa alayhi salam, na subhanallah tukawa ni wenye kufata kisa chake ama sura nzima katika jina lake Maryam kwenye Qur'an, suratul Maryam. Wale ambao hupenda kutangaza mambo ambayo hayako, kusema kwamba mwanamke amedhalilishwa katika Uislamu, hilo si kweli. Ukiangalia katika Qur'an, mwanamke ametajwa, mwanamke amepewa daraja kubwa sana. Mwanamke ameangaliwa na macho ya huruma, mwanamke ameangaliwa na njia ya kitofauti sana, na amepewa daraja kubwa sana. Na ndio maana kuna aya kama ile inayosema ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ukifuatilia ile aya itakuonyesha fadhila na uzito wa mwanamke, ama na ile respect ambayo mwanamke amepewa na ile nafasi amepewa katika jamii. Kwa mwanamke anayemcha Allah subhanahu wa ta'ala huwalea watoto wake katika Uislamu, huwahifadhisha watoto wake, na humake sure watoto wake wametia njia ambayo ni ya Allah. Humake sure watoto wake wanasoma Qur'an na wanaifata sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hawa watoto watakuwa ni wenye kufata mfano mwema kutoka kwa wazazi wao wa kike. Kwa tukiendelea na kisa chetu, kuna kisa kimoja nitawatolea cha kuonyesha mfano mwema wa mwanamke ambaye amelea watoto wake vyema. Yaani elimu ya mama ni elimu ya jamii. Ukimwelimisha mwanamke, umeelimisha jamii. Kumaanisha nini? Mwanamke ukipata elimu, watoto wako wamefaulu, jamii yote imefaulu, majirani wanakuwa ni wenye kufaulu. Kwa sababu ya nini? Huyu mwanamke mwenye elimu anajua kuishi na majirani, anajua haki ya jirani, anajua haki ya mume wake, anajua haki ya watoto wake, na anajua kwamba anayo jukumu ya kuwalea watoto wake katika Uislamu. Kwa hiyo wakati wowote yule mwanamke ameelimika,
Hiyo ni richness. Mwanamke akielimika anakuwa ni mwenye mfano mwema, anakuwa ni mwenye kuleta kitu very adhim katika mjitamaa kama ule. Kwa hiyo kuna kisa nilikuwa niseme cha mama yake Imam Shafi. Imam Shafi rahimahullah alikuwa yatima tangu utotoni. Mama yake alimlea kwa takwa na akajitahidi kumpatia elimu. Matokeo yake akawa mmoja wa maimamu wakubwa wa Uislamu. Imam Shafi tunamkumbuka kwa mambo mengi sana. Imam Shafi tunamkumbuka kwa elimu kubwa sana. Leo jina lake linajulikana mpaka leo. Tunasoma vitabu vyake, tunaelimika kupitia elimu yake yeye Imam Shafi. Kutokana kwa nani? Mama yake. Kama mamake Imam Shafi hangeona umuhimu wa kumwelimisha mtoto wake, na leo hii labda hatungepata elimu hii kutoka kwa Imam Shafi. Lakini kutokana kwa uzito wa mzazi kama ule, akaona umuhimu wa kumsomesha mtoto kama yule. Leo hii tumepata faida kubwa sana sisi kutokana na elimu yake Imam Shafi rahimahullah. Na kama vile tunavyojua, wazazi ambao wanajikakamua leo wakapeleka watoto wao shuleni, wakasimama na watoto wao, hapo ndio unapata mtoto kama yule anakuwa successful. Mtoto kama yule akitoa historia yake hakosi kumtaja mamake katika history yake. Atasema mimi namkumbuka mamangu kwa kadha na kadha, mimi nakumbuka bibi ya mamangu kwa kadha na kadha, mimi namkumbuka mamangu alikuwa akinichapa kama sijakwenda shuleni, kama sija revise. Yote mara nyingi huwa ni mama. Na si kumaanisha kwamba baba hana nafasi ama hana jukumu. Baba jukumu lake twalijua, yeye pia ako na hand in this, lakini tunasema mama jukumu lake ni likubwa zaidi. Mama umuhimu wake ni mkubwa zaidi, na mama akiwa ni mwenye ilmu anakuwa ni mwenye kunufaisha nyumba yako nzima. Na mwanamke akiwa ni mwenye kuwa na takwa, anafanya nyumba yote inazidi kuwa na takwa. Kuna kisa tulikuwa tunaambiwa tukiwa wadogo, mara nyingi mwanamke akitaka nyumba yake isimame, ilikuwa ni lazima aangalie mambo manne. Mambo manne haya ni yepi? Ya kwanza, kumweka Allah awe number 1. Number 2, communication. Number 3, trust. Number 4, yani ana make sure nyumba yake inasimamishwa swala na inasomwa Qur'an. Nyumba ambayo inasoma Qur'an na inasimamisha sala, ni vigumu sana kukuta mambo yanakwenda mrama. Ni vigumu sana shetani kuingilia. Ni vigumu sana mahasidi kuingilia. Ni vigumu sana pia ile ain kupata nyumba kama ile. Kwa hiyo wanawake ama ndugu zangu wa kike ambao hawajaolewa, mkiingia katika ndoa zenyu, tuwe ni wenye kukumbuka kuweka mambo haya yawe ni katika maanani sana, na tuwe ni wenye kuwa na takwa katika maisha yetu na katika chochote kile tutakuwa tunakifanya katika maisha yetu. Na katika kuhitimisha mazungumzo yetu ya leo, tumezungumzia kuhusu mwanamke ndiyo madrasa ya kwanza ya watoto wake. Kwa hiyo wewe kama mwanamke, ukiwa ni mwenye kuzungumza maneno mazuri, watoto wako wataiga mfano mzuri kutoka kwako. Watoto wako watajulikana kwamba ni watoto wa kuzungumza maneno mazuri. Watoto wako ama nyumba yako itakuwa ni yenye kuwa na sifa nzuri. Ukiwa ni mwanamke mwenye kupenda kutoa sadaka, watoto wako watafata mfano wako. Watoto wako watapenda kutoa sadaka. Hiyo inakuja kwa wazazi wote wa kike, lakini leo tunazungumzia mwanamke. Naam. Kwa hiyo ukiwa ni mwanamke mwenye unapenda kutabasamu, utapata wale watoto wanafata mfano wako. Kuna nyumba nyingi subhanallah, utakuta watoto akikuangalia hivyo kukazia macho, wala hana haja nawe, wala hajismaila, wala hafanyi lolote. Lakini tunaambiwa smile ni sunna.
smile inakaribisha, smile inafanya yani mambo yakawa mazuri. Kwa hiyo ukiwa ni mwanamke mwenye unajua kutabasamu, wallahi subhanallah, unaleta nur na wale watoto wanakuwa ni wenye kufata jambo kama lile. Mwanamke mwema akiwa ni mwenye kuwa na dini, wale watoto wanafata mfano ule ule. Mwanamke ndani ya nyumba akiwa ni mwenye kuswali kwa wakati, watoto wanafata mkono ule ule. Mwanamke akiwa ni mwenye kuswali sunna na faradhi kwa wakati wake, watoto wake wote wanafata mkono ule ule. Mwanamke akiwa ni msafi, watoto wanafata usafi kama ule kutoka kwa mzazi wao wa kike. Mwanamke akiwa ni mwenye kujua mapishi, watoto wale wanakuwa ni wenye kupenda upishi pia. Na mwanamke akiwa ni mwenye kuwa na msimamo ndani ya nyumba yake, kuleta msimamo wa kusoma Qur'an, kufundisha watoto wake sunna, kufundisha watoto wake maadili mema, watoto wale wanakuwa ni wenye kufata na wanazoea. Kwa hiyo nini tunavyosema katika mada yetu ya leo imetufundisha mwanamke atafute elimu, mwanamke awe ni mwenye kung'ang'ana leo na kesho kutwa kutafuta ilmu. Ilmu inapatikana kwa wepesi sana leo hii, si kama enzi za kitambo. Wazazi wetu labda hawakupata, lakini mimi na wewe leo ilmu tunaipata kwa wepesi. Media tunapata elimu kwa wepesi, mitandaoni ni wepesi sana sisi kupata elimu. Kwa hivyo najihusia na nawahusia ndugu zangu, akhawati, mama zangu, sote tujitahidi kutafuta elimu ili tuweze kuelimisha watoto wetu katika majumba yetu, ili watoto wetu wasikuwe ni wenye kuhasirika, ili watoto wetu wapate mafanikio ya kesho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.